Labda niseme kwenye elimu ya juu. Katika mambo makubwa ambayo jamani, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili maua yake. Na ili tuliseme bila kupepesa macho, ni kwenye upanuzi wa fursa za elimu ya juu hapa nchini. Yeye ndio aliamua kwamba kwanza chuo chetu cha Butiama kimekaa miaka miongo hakina wanafunzi. Butiama kinaitwa Mwalimu Nyerere, chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia. Hakina wanafunzi, kina walimu tu na vice chancellor, walipo mshahara, of course wanafanya utafiti. Akauliza hivi, hiki si chuo kikuu kwa heshima Mwalimu Nyerere, hakina hata wanafunzi? Haya, mkenda. Hakisha chuo kinaanza kuchukua wanafunzi. Na watu wa Mara, mkoa wa Mara, wa Butiama, wanajua na walisikie hili. Yalikuwa maagizo ya rais. Katafute namna chuo kianze kifanye kazi na fedha ziongezwe kwa mradi wa HIT, na ujenzi mkubwa unaendelea pale Butiama kwa heshima Mwalimu Nyerere. Na naamini siku moja Mheshimiwa Rais atapata fursa ya kwenda kuona aliyotuagiza tumefikia wapi. Kwa hiyo sasa tulirudi tukaulizana, sasa hapa tunaendaje? Wale walikuwa wana kozi nyingi. Lakini kozi moja na lecturer mmoja, nyingine lecturer mmoja, kwa huna idadi ya lecturer kwenye kozi moja kuweza kuchukua wanafunzi. Kwa hiyo tukawaambia watafute fursa, tukaongea na vyuo vingine, tumehakikisha kwamba Butiama imeanza kuchukua wanafunzi. Kwa kweli. Kwa hiyo kwa heshima Mwalimu Nyerere, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kile chuo kinafanya kazi. Lakini ujenzi unaoendelea pale ni mkubwa na ni mzuri sana. Kwa heshima. Lakini vingine akaagiza, sasa kuna mikoa mingine haina campus ya vyuo vikuu. Kuna hela hapa, sitaki nione mnarundikana mahali pamoja. Hebu toeni hizi fursa huko mikoani. Watu waone elimu ya juu imewasogelea. Kuwe na fursa ya Mtanzania yote kuchagua mkoa anakotaka kwenda kusoma. Umetoka Rombo unataka kwenda kusoma Mtwara, kuwe na chuo kikuu pale Mtwara. Umetoka Kagera unataka ukasome Mbeya, of course kuna chuo kikuu pale Mbeya. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kutoa fedha za Higher Education for Economic Transformation, kujenga campus katika maeneo yafuatayo. Tena naanzia na Kagera, kwa sababu katika sehemu ambayo nimepigiwa simu nyingi za kumpongeza rais wetu ni mkoa wa Kagera. Kati ya mikoa yote wamefurahi sana kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam wanajenga campus yake kule Kagera. Ujenzi unaendelea vizuri sana. Kwa Kagera kwa mara ya kwanza itakuwa na kampasi ya chuo kikuu. Mkoa mwingine Njombe, huko nilipata fursa ya kwenda kutembelea. Chuo kikuu Dodoma kinajenga kampasi yake Njombe. Chuo cha ardhi kinajenga Mwanza Sengerema. Ujenzi unaendelea. Na chuo chetu cha Muhimbili cha afya na sayansi shirikishi kinajenga kampasi yake Kigoma. Kwa hiyo Kigoma wanapata chuo lakini kwa ajili ya elimu tiba. Lindi wanapata kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Of course kule Zanzibar kwa ujumla wake chuo kikuu cha Dar es Salaam kinawekeza Buyu. Tulienda kule, ujenzi unaenda vizuri sana. Na siku moja tutaomba tu wakati mwingine tu kama tunaweza tukaenda watu wakaangalia kinachofanyika hapa nchini. Mzumbe campus wanajenga Tanga. SUA wanaendeleza ujenzi wa Mizengo Pinda campus iliyoko Katavi. Chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya kinajenga na ujenzi unaenda vizuri sana campus pale Rukwa. Taasisi ya accounts inajenga Singida. Arusha Institute of Accountants inajenga Manyara. Na Arusha Institute of Accountants vile vile inajenga Ruvuma. Nyerere University of Agriculture and Technology kile cha Butiama ambacho sasa ujenzi wake unaenda vizuri, majengo mengi na wanafunzi wamechukua na tayari wanajenga kampasi Tabora. Kwa Tabora kitivu kile cha elimu wakati Mwalimu Nyerere, Kawawa wote wanasoma Tabora, wala sasa kutakuwa na chuo kikuu, kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Kule kuna vyuo vikuu vingine ambavyo sio vya serikali. Na Shinyanga chuo cha ushirika Moshi wanajenga Shinyanga na IFM wanajenga Simiyu. Kwa hiyo kwa kweli wakati mwingine mambo yakiwa mengi tunasahau. Wakati mwingine unaweza kaona ni mengi unasahau. Hayo ni maamuzi makubwa.
na ni mazito sana. Na mkakati wetu, hivi vyuo vitatoa degree ya amali. Kwa sababu tutakuwa na degree za elimu jumla na degree za amali. Tumeongea na vice chancellor, tutaongea nao kwamba kwenye zile main campus zilizopo tuendelee kubaki na degree za elimu jumla. Tulienda Uingereza, tumeona mfano. Ukienda chuo tulichoenda kinaitwa Adam Harpers kama sikosei. Pale mkuu wa idara ana degree ya zoology nadhani kutoka Liverpool University. Lakini pale wana degree mbalimbali zinachanganya kutoa kitu ambacho kinafinyangwa, taaluma ambayo inahitajika kwa ajili ya kazi mara moja. Vile vyuo ambavyo na chuo kingine kinaitwa nini kile cha mambo ya ngozi, kinakuwa na walimu wa aina mbalimbali wanafundisha pale, badala ya single subject degree kama Bachelor of Science, Chemistry, Biotechnology. Kule kunakuwa na mchanganyiko, unatoa kitu ambacho zaidi kwa mwelekeo wa amali. Kwa elimu ya juu, pamoja na haya yote ambayo nimeyasema ya upanuzi na ujenzi unaendelea maeneo yote haya, na nadhani mkakati wa karibuni kwenda kuweka mawe ya msingi, nadhani Lindi na Kagera, so ujenzi unaenda vizuri sana. Na Butiama unaenda vizuri sana. Kote huku tutaanza kuona fursa za kusoma. Hatusemi kwamba mtu wa Kagera asomee Kagera. Tunachosema kwamba mtu wa Mbeya awe na choice ya kwenda Kagera, kwenda Mwanza, kwenda Mara, kwenda popote, yani Mtanzania achague, na kwa kuangalia ile degree inayotolewa eneo fulani awe na fursa ya kwenda kuchagua kule.